Hatua tatu za imani: ufunuo wa imani, safari ya imani, ushindi wa imani. Waebrania sura yote ya 11, maana yake mstari wa kwanza mpaka wa 40, lakini tutasoma kwanza mstari mmoja tu, mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nimekuwa nikifanya utafiti, nimeona watu wengi wanaoshindwa sio kwamba mipango yao ilikuwa ni mkubwa kuliko uwezo wao, isipokuwa ni kwa sababu walishindwa kufahamu kwa kina hatua hizi za imani zinazosaidia mipango kutimia. Na hizi ndio hatua tatu hizo tulizozisoma. Ya kwanza ni ufunuo wa imani, ya pili ni safari ya imani, na ya tatu ni ushindi wa imani. Na tutapitia hatua moja baada ya nyingine ili kufahamu kwa kina. Kwa maana hiyo, hawaangushwi na ukubwa wa mipango. Kinachowaangusha sio ukubwa wa mipango walionayo. Kinachowaangusha ni kushindwa kufahamu hizi hatua za imani ambazo ndo zinaibeba mipango au maono. Kama kuna jambo halikutimia kwenye maisha yako, usije ukasema ulipanga mpango mkubwa sana kuliko uwezo. Hakunaga mpango mkubwa kuliko uwezo ulionao. Amen. Hakuna mpango unaweza ukaupanga na ukawa mkubwa kuliko uwezo ulionao, ila tu hujui nguvu ulionayo ndani, kwa sababu nguvu tunazotumia tuliookoka si nguvu za misuli, ni nguvu ya Roho Mtakatifu, yule ambaye hakuna linalomshinda. Kwa kama kuna mipango, kama kuna maono uliyapanga na hayakutimia, sio kwa sababu hauna nguvu, ila ni kwa sababu tu ulishindwa kuzingatia hizi hatua tatu za imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Maandiko yanasema, kwa hiyo tunaishi kwa imani. Tukizifahamu hizi hatua tatu za imani, hakuna jambo gumu kwenye maisha. Hakuna jambo ambalo unaweza kusema nimeshindwa kulifanikisha mwisho wa mwaka kwa sababu lilikuwa kubwa sana, au nimeshindwa kulifanikisha kwa sababu nilipanga vibaya, lilikuwa nje ya uwezo wangu. Kwa sisi tuliookoka, hatuna jambo ambalo liko nje ya uwezo wetu. Sema, hakuna jambo lilo nje ya uwezo wangu. Ninayaweza yote katika Roho Mtakatifu anayenitia nguvu. Kwa hiyo kama kuna wakati ulikuwa unatumia sentensi ya kwamba imekuwa nje ya uwezo wangu, ifute. Sawa? Ifute. Usiitumie tena hiyo sentensi. Usiitumie tena hiyo sentensi kwenye mazingira yoyote kwamba Bwana samahani, ilikuwa nje ya uwezo wangu sikufika ibadani. No, uliamua. Samahani, ilikuwa nje ya uwezo wangu sikufanya. Ni maamuzi. Wengine wanasema mchungaji hujaelewa. Sasa kwa mfano kama mimi nimeajiliwa, nisipofika si nje ya uwezo wangu. Ni ndani ya uwezo wako. Kwani nani alikutuma kuajiliwa? Kuna mtu alikutuma kuajiliwa? Hata neno alikukutuma kuajiliwa. Mungu alikutuma kwenda kuajiri, si ndivyo? Kwa hizi ni hatua ambazo ni uwezo wako, ziko chini ya uwezo wako. Sema, Mungu nisaidie. Mimi sio wa kupangiwa muda, mimi ni wa kupanga muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua tatu za imani. Hatua ya kwanza tumesema ni ufunuo wa imani. Andika ufunuo wa imani. Namba 1, ufunuo wa imani. Mstari wa kwanza anasema, ule tuliosoma anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ufunuo wa imani ni ile hali ambayo unaipata kwa kuambiwa, kwa kusemeshwa na Mungu ndani juu ya jambo fulani. Wewe ndio unasema umefunuliwa jambo la kiimani. Niliposimama hapa nikasema tunahitaji milioni 30, huo ulikuwa ni ufunuo wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mipango uliipanga mwanzo wa mwaka, ile ilikuwa ni ufunuo wa imani. Ni hatua ya kwanza ya ufunuo wa imani. Sasa wengi huwa tunaishiaga hapa kwenye ufunuo wa imani, hatuendei hatua ya pili. Hii ni hatua nzuri sana. Na naomba niweke angalizo, utofautishe kati ya mipango ya kawaida na mipango ambayo iko rooted na imani. Mipango ya kawaida ni ile ambayo unaipanga kulingana na kipato chako. Ndio maana mchungaji wako sipendi sana kupanga kulingana na kipato chetu chaka kama kanisa au kipato changu. Mimi sipangi hivyo. Mimi huwa napanga ninachokitaka kitimie kwa huo mwaka, bila kuangalia nina kipato shinga. Kisomi inawezekana
naongea vitu ambavyo hasa kwa waliosoma masuala ya uchumi, naongea vitu ambavyo havieleweki, lakini kiimani naongea vitu vinavyoeleweka. Tunaelewana vizuri Tunaelewana vizuri? Ukipanga sawasawa na uwezo wako, sawasawa na kipato chako, umepanga mipango, haujasimama kwenye imani, kwa sababu si unaweza. Ni kama umeiambia nguvu iliyo ndani, tulia kwanza, nina uwezo wa kushughulika na haya mambo. Kwa hiyo ile nguvu ya Mungu inayosaidiaga kwenye viwango ambavyo huviwezi inatulia. Maana umepanga kulingana na kipato chako, kwamba ninapokea mshahara 300,000 kwa mwezi, basi mwisho wa mwaka nataka niwe na 3,600,000 ninunue kiwanja. Hayo sio maono. Kwa hiyo unakuwa ni mipango tu ya kawaida na sio imani. Imani ni kile kitendo cha kupanga mipango ambayo mtu akikusikia anaona mbona haviendani na ulivyo. Mazingira yaliyokuzunguka mbona hayasapoti unachokizungumza. Mshahara unaopokea mbona hausapoti unachokitaka. Hiyo ndo tunasema imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka kila mmoja atembee kwenye imani, sio kwenye mipango ya kawaida. Sio mipango ibebe imani, imani ndio ibebe mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiruhusu mipango ibebe imani, ila ruhusu imani ndio ibebe mipango. Maana yake amini kwanza, alafu anza kuitumia akili, anza kutumia uwezo wako wa kiakili, elimu yako, kuhakikisha unafikia pale ambapo umepaamini. Tunaelewana Tunaelewana Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu andika, imani huona kabla ya macho ya mwili hayajaona. Alafu tena andika, imani ni uwezo wa ndani ambao una uwezo wa kuiona kesho. Ina uwezo wa kuona kesho iliyo bora kabla hiyo kesho haijafika. Kwa maana hiyo ni kwamba ni uwezo wa ndani ambao una kipato kidogo, lakini unakuwa unaona namna ambavyo unaweza ukamiliki mambo makubwa na hata kabla hujapandishiwa kipato. Hiyo ndio tunasema imani. Ukirudi kwenye tafsiri ya neno imani kwenye Waebrania 11:1 pale anasema ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Neno uhakika kwenye lugha ya Kigiriki imetumiwa neno ambalo kwa Kiswahili rahisi ni msingi unaobeba kitu. Kwa hiyo imani ni msingi unaobeba jambo tunalolitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni msingi unaobeba mambo tunayoyataka yatokee. Imani ndio huo msingi. Alafu inasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno bayana maana yake yameonekana. Ni sawa sawa na kusema ni mambo yanayoonekana kabla hayajaonekana. Ndio imani. Ukipanga mwisho wa mwaka nipate 3,600,000 na mshahara wako ni 300,000, maana yake umepanga kitu ambacho umeisha kiona kwenye ulimwengu wa kawaida. Hamna cha ziada. Ukipanga uwe na 30,000,000 na mshahara wako ni 1,100 tunazotoa kila siku, hiyo ndo tunasema imani. Imeona kesho ambayo haijaonekana. Imeweka mambo bayana ambayo bado hayajaonekana kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwenye ulimwengu wa kawaida inakwambia unatakiwa kusema niwe na 3,600,000. Kwenye ulimwengu wa kiroho ambao tunauona sasa na watu wa mwilini hawaoni, inasema hapana, una uwezo wa kuwa na 30,000,000. Hiyo ndo nasema imani. Sema nitatembea kwa imani, sio kwa kuona. Maandiko yanasema sisi tunatembea kwa imani na wala si kwa kuona. Sio kwa kuona kwa macho haya, ila kwa imani. Maana yake tunaona kwa kutumia macho ya rohoni. Na kwa nini sisi huwa tunapanga mipango nje ya uwezo wa kawaida? Kama nilivyosema kwamba tunapanga mipango kwenye msingi unaotokelezesha mambo, kwa sababu mipango yetu haitegemei uwezo wa kimwili tulionao au akili ya kawaida tulionao. Haitegemei hivyo, ila inategemea ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu. Andika Tito 1:2. Hatutegemei akili ya darasani, hatutegemei degree, hatutegemei diploma, hatutegemei darasa la 7, hatutegemei vyeti vya shuleni. Tunategemea ahadi za Mungu ambazo ameziahidi kwenye maisha yetu. Na kwa nini tunazitegemea hizo? Ni kwa sababu Tito 1:2 anasema Mungu wetu hasemi uongo. Jambo lolote ambalo limeahidiwa kwenye maandiko ni la kweli na ni la kwako.
Hata kama mazingira ya kawaida yanakataa, lakini katika ulimwengu wa roho imekubalika. Inawezekana. Sema inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Si ameahidi Mungu kwamba hatutakuwa mikia katika jamii? Kama unaishi katikati ya watu ni matajiri, manake hautakuwa mkia, manake utakuwa tajiri zaidi ya hao wanaokuzunguka. Inawezekana. Hata kama umezunguka kutafuta ajira hujaipata, shuleni huko, hata kama historia yako ya elimu ya nyuma ni Saint Kayumba, lakini kwa sababu unatembea kwenye ahadi za Mungu, kuna watu hawakusomaga ahadi za Mungu zikawabeba. Wakina Petro wavuvi, alikuwa mvuvi tu, hajaenda darasa, alihubiri injili vile vile tu kama Paulo alivyohubiri. Alisimama katikati ya wafalme, alisimama mbele ya wafalme, mbele ya wakuu, vile vile ambavyo Paulo alisimama msomi. Kwa hiyo hakukuwa na tofauti kati ya msomi na asiyesoma, kwa sababu ya ahadi ya Mungu juu ya maisha ya kila anayeamini. Amen. Kitu cha kwanza kinacho certify wewe kufanikiwa sio elimu, wapendwa, ni neema na ahadi za Mungu ambazo ametuahidi. Hizo ndo garanti yetu ya kufanikiwa. Ukiwa nayo hiyo, ukifahamu hiyo, kufanikiwa kwako ni lazima. Hatutembei kwa kuona kwa uhalisia wa dunia, tunatembea kwa uhalisia wa kiroho. Tunayaweza mambo yote katika Mungu anayetutia nguvu. Sema ninayaweza mambo yote katika Roho Mtakatifu anayenitia nguvu. Kwa mtazamo wa kiroho, imani ni kama hati ya umiliki wa ahadi za Mungu. Hata kabla mambo hayajatimia katika ulimwengu wa kawaida, katika ulimwengu wa kiroho tayari tunakuwa tunayamiliki, kwa sababu tunayo hati ya umiliki ambayo ni imani. Na ndio maana hutakiwi kusema sina hela, hutakiwi kusema mimi maskini, hutakiwi kusema huu ugonjwa wangu. Kwa nini? Kwa sababu kuna uzima unaumiliki, hata kama wakati huo kuna jambo linakusumbua kwenye afya, ila kuna uzima unaumiliki kwa sababu una hati miliki ya uzima ambayo chanzo chake ni imani. Hata kama unapitia mazingira magumu, ndo unaenda kulala njaa, usiku umeingia, ushaomba msaada kwa rafiki, hamna aliyekusaidia, lakini hautakiwi kusema sina hela, hutakiwi kusema mimi maskini. Kwa nini? Kwa sababu tuna hati miliki tuliyoipata kwa njia ya imani. Tunayaweza yote katika Mungu anayetutia nguvu. Tuna vitu vyote. Tulisoma Jumapili iliyopita, fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Alafu ahadi ya Mungu akasema atatikisa mataifa na vitu vya kutamaniwa na mataifa vitatujia. Si ndivyo? Kama atatikisa mataifa na vitu vinavyotamaniwa na mataifa vitatujia, hautakiwi kusema mimi ni maskini. Una hati miliki ya vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa kutokana na ahadi ya Mungu. Amen. Amen. Namba 2, safari ya imani. Mstari wa 8. Kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urisi. Akatoka asijue aendako. Akatoka asijue aendako. Imani haisubiri uhakika wa njia, hutembea hata kama njia haijaonekana bado. Yanasema maandiko kwenye mstari wa 8, Ibrahimu kwa imani alipoambiwa toka, alitoka asijue aendako. Nakupa challenge wewe ambaye huwezi kufanya jambo mpaka ukalkuleti kipato ulicho nacho. Nakupa challenge wewe ambaye huwezi kufanya jambo kwa sababu kwenu hakuna aliyefanyaga hilo jambo. Nakupa challenge kwamba yupo Ibrahim baba yetu wa imani ambaye tunaiga mfano kutoka kwake. Yeye alipoambiwa ondoka, aliondoka hata asijue anakoenda, hata asijue njia ya kule anakoenda. Hajui anakoenda, haijui njia. Yeye ameambiwa tu ondoka, akainuka akaanza kwenda. Na katika kutembea kwake akafika mahali Mungu akamwambia, unaona hapo ulipo kanyaga, ndo nchi nitakayokupa. Kwa hiyo alikuwa anaenda tu. Imani huanza kutembea kabla hata njia haijaonekana. Maana yake kama kuna jambo, kama kuna mpango umeshaupanga, umeshapata ufunuo wa imani, jambo la pili ni kuanza safari ya imani. Anza safari ya imani. Usiogope kuanza safari ya imani. Kwa nini watu huwa wanashindwa? Huwa wanaishia kwenye ufunuo wa imani. Wamepata jambo la kufanya, wanabaki kwenye matamko, hawaingii kwenye hatua ya safari ya imani. Ndio maana huwa wanashindwa. Safari ya imani inakudai jambo la kufanya.
Safari ya imani inadai jambo la wewe kufanya, inakudai utendaji. Ufunuo wa imani inakudai matamko, lakini safari ya imani inakudai utendaji. Watu huwa hawatendi, na ndio maana hawapati wanachotakiwa kupata. Ngoja niwafundishe kitu kigumu, na ni maandiko, sijatoka nje ya maandiko. Nilikuwa namfundisha mtu mmoja, aliishi maisha ya taabu sana, nikiwa namuona ya taabu sana. Alipopata mshahara wa 300, sijui 200, sijui ngapi, alitafuta ndugu wa kuwasaidia wa bei yote. Na nilifundishaga hapa tukiwa kwenye kanisa la Mabati namna ya mgawanyo wa fedha yako. Si nilifundisha na akaja mtumishi wa Mungu binti nani Angel, naye akatamka, hakuwepo wakati nafundisha. Ina maana naye alifundishwa sehemu. Hamuoni kwamba ndio elimu sahihi? Ila mtu ukipata wewe unaangalia sasa hiki nimpe na mdogo wangu, wewe chukua 2 milioni hizo. Wewe mbona unasikitika hivi? Shati sina, chukua 3 milioni. Na wewe ndio hivyo, unakuta unafika mwisho wa mwaka huna chochote na huna nguvu ya kusaidia jamii yako. Unadhani ulikuwa unasaidia, kumbe ulikuwa unatapanya. Yaani ile akili ya kuipambania imani yako kwamba nataka nitoke kwenye hatua hii, nitoe na ndugu zangu. Unajua ndugu hawatolewi kwa kupewa. Ndugu wanatolewa kwa kuoneshwa njia ya kupata hicho ulichokipata. Sasa huna nguvu ya kuwaonesha kwa sababu we mwenyewe huna. Ukipata we unawapaga badala ya kuwasaidia njia ya kuwaongoza nao wapate. Hiyo ndo sisi tunashindwa, ni watapanyaji sana. Safari zetu za imani kwenye upande wa uchumi huwa zinafia hapo. Si unanielewa vizuri? Unaenda unahaso, unafanya kazi muda mrefu, unapata fedha, wiki 2 ni nyingi, haipo mkononi. Na tunafanya maombi kila siku hapa kwamba hakuna hela inatakiwa iende nje ya mpango, ila za kwako zinatokaga nje ya mpango, na unajiona wewe ni muungwana. Acha utoto, sawa Mungu amekusudia kukuinua ufikie mahali ambapo hata jamii yako sasa unaweza ukaishika, ukaionyesha njia ya kuinuliwa. Usiwafanye jamii yako kama omba. Yaani unawatengenezea mazingira wasio na uwezo wa kupata, wawe na uwezo wa kukuomba. Wewe ni adui wa hiyo jamii yako, na wala huwasaidii, unawadumaza kiakili. Mtengenezee mazingira, msaidie kwenye jukumu ambalo kweli limemkamata, hana pa kutokea. Ukimsaidia muoneshe njia unazozitumia wewe kupata fedha. Hapo umemsaidia. Nazungumza safari ya imani ya eneo la uchumi. Kwa nini wengi huwa tunakwama? Sio kwamba Mungu hapitishi fedha mikononi mwetu, anazipitisha, ila mipango yetu ni mibovu sana, tunaferisha safari zetu za imani. Kwa nini wengine wako mbele na wengine wako nyuma? Uwezo wa kutembea kwenye safari ya imani. Mwingine alisema ninaweza hichi, naingia. Mwingine akasema nimeishia hapa. Maamuzi ya safari ya kiimani. Kwa hiyo kama kuna jambo unalitamani mbele, wewe endeleaga tu mbele, usiangalie mazingira. Sema nitaendelea mbele, sitaangalia mazingira. Na unajua Mungu anapokuokoa, kila anapomwokoa mtu anakuwa amemkusudia yeye kuwa kichwa. Usiseme mbona tumeokoka 10. Kila mtu nikikutana naye na nitamwambia hivyo, wewe ndo Bwana amekufanya kuwa kichwa. Akija mwingine tena namwambia wewe ndo kichwa. Akija mwingine tena wewe ndo kichwa. Kila aliyeokolewa amefanywa kuwa kichwa. Uwezo wa kuwa kichwa sasa unabaki kwa ninyi, maamuzi yenu ya kutembea kwenye safari ya kuwa kichwa wa familia. Na wala sio wa kwanza kuzaliwa au wa mwisho. Kuwa kichwa wa familia ni maamuzi ya mtu anayetembea kwenye ndoto zake. Yusufu alitembea kwenye ndoto zake, akabaki kuwa mwaminifu kwa Mungu, ndoto zake zikatimia. Jua, nyota na mwezi vikamsujudia siku moja. Kuna jambo umelipanga, hakikisha haukati tamaa. Usilikatie tamaa, anza tena. Kama ulidondoka, simama tena. Kudondoka haimaanishi jambo halifai. Kama kuna watu walifanikiwa katika hilo, hata wewe ni haki yako kufanikiwa. Kwa hiyo kudondoka haimaanishi ndo umeshindwa. Simama tena, anza. Kuna watu walishindwa masomo wakarudia mwaka. Haimaanishi akili azimo. Simama tena, anza. Kuna watu wamedisco. Usiseme mimi ndo azimo za akili, labda azimo za nyingine. Simama tena, anza. Ukikubali kuitwa maskini, wewe ni maskini. Ukikataa kuitwa maskini, wewe ni tajiri. Amen. Kwa hiyo utajiri utaanza kutafsiriwa
kwa watu wenye imani unaanza kutafsiriwa tangu ukiwa haujazikamata hela. Na ndio maana tunasema sisi hapa tunazo, tuna hela. Na ndio maana tunasema sisi sio maskini, hata kama mkononi hatuna, lakini sisi sio maskini kwa sababu utajiri wetu uko hapa. Sisi ni watu wenye akili. Kuna yule malaika alimleteaga akili Danieli, ndiye anayetuleteaga hata sisi. Tena sisi anaishi ndani, Roho Mtakatifu anatupa uwezo. Sisi sio maskini. Andika hii: imani hushinda kabla matokeo hayajaonekana. Imani hushinda kabla matokeo hayajaonekana. Ushindi wa kweli hauanzi kwenye matokeo ya nje. Ushindi wa kweli unaanza kwenye moyo, kwa mtu ambaye anakataa kukata tamaa juu ya jambo lake, anakataa kukata tamaa juu ya mpango wake. Ushindi ndo huo unaanzia hapo. Kama mtu amefanya jambo na likaonekana kufeli, lakini kesho tukamkuta anapambana nalo, huyu mtu tunasema ni mshindi tayari. Kwa hiyo washindi hatuwaoni kwa sababu tayari ana hela, tunasema huyu mshindi wa uchumi. Ila kwa sababu anaendelea kupambana, tunasema huyu ni tajiri. Kwa hiyo umaskini sio kukosa hela, umaskini ni mindset. Sisi sio maskini, tunayaweza mambo yote katika Mungu anayetutia nguvu.